Amen. Naomba zote kama tumesimama ndio Biblia zetu katika kitabu cha Yeremia lango la 31, tuangalia mstari wa 3 na mstari wa 4. Yeremia mlango wa 31 mstari wa 3 na mstari wa 4. Bwana alinitokea zamani akisema, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele. Ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Mara ya pili nitakuchenga, nawe utachengwa, Bikira wa Israeli. Mara ya pili utapambwa kwa matari yako, nawe utatokea katika mchezo yao wanaofurahia. Amen. Amen. Tunaweza keti. Tunaangalia kumjua Mungu kupitia kwa sifa zake. Na wiki ambayo nilisimama hapa tulisema ya kwamba Mungu ni mtakatifu. Na naposema ya kwamba Mungu ni mtakatifu, anasema ya kwamba iweni watakatifu jinsi nilivyo mtakatifu. Na tukaona maana ya mtakatifu ni yule mtu ambaye ametengwa. Amen. Kwa hivyo lazima uelewe ya kwamba wewe umetengwa. Sifa zingine za Mungu ni upendo. Na unapoangalia katika yale maandiko ambayo tumesoma, mwandishi wa hiyo Biblia anasema ya kwamba Mungu alimtokea zamani na akisema ya kwamba ninakupenda na upendo usio na mwisho, na kupenda na upendo wa milele. Amen. Na tunapoona ya kwamba huyu mtu anasema ya kwamba Mungu alimtokea, nataka tuelewe ya kwamba wana wa Israeli walikuwa katika hali gani wakati Mungu anawatokea na anasema ya kwamba anawapenda. Kitu cha kwanza, hao watu walikuwa wametoka kwa nchi yao, wamepelekwa mateka kwa nchi nyingine. Na wanapokuwa mateka kwa nchi nyingine kwa sababu ya makosa ambayo walikuwa wamefanya, Mungu anawatokea kwa hiyo hali ambayo walikuwa ndani. Wanapokuwa mateka ni ya kwamba walikuwa wanateswa kwa ile nchi ambayo wako ndani. Na Mungu anawatokea na anasema ya kwamba ninakupenda na upendo wa milele. Amen. Mara nyingi unakuta kwamba mwanadamu uko katika hali ngumu maishani mwako. Na unapokuwa katika hiyo hali ngumu maishani mwako, unadhania ya kwamba hakuna mtu anayekupenda kwa sababu ya dhiki ambayo unapitia ndani. Lakini Mungu anatokea na anasema ya kwamba ninakupenda na upendo wa milele. Kama kuna kitu ambacho mwanadamu aliumbwa nacho, hitaji ambalo mwanadamu ako nalo ni hitaji la kupendwa, ya kwamba ajihisi yeye amependwa, ajihisi ya kwamba yeye ni wa maana katika ulimwengu huu, katika maisha yake, ajihisi ya kwamba yeye ni mtu maalum. Sote tumeumbwa na hilo hitaji la kuonyesha ya kwamba sisi ni watu maalum. Lakini mara nyingi unakuta ya kwamba kwa sababu ya yale mambo ambayo tunapitia ndani, mtu anajihisi ya kwamba yeye hajapendwa. Na mtu anapojihisi ya kwamba yeye hajapendwa, ni nini kinatendeka? Unakuta mtu anafanya mambo ili ya kwamba akapate kuvuta watu, attraction kwa maisha yao. Kwa hivyo utakuta mtu anafanya kitu ambacho anafanya ili ya
ya kwamba mtu ajue ya kwamba yeye yuko hapo, yeye anaishi. Na unapoona mtu anafanya mambo kadha wa kadha, na unaanza kushangaa huyu mtu anafanya nini? Yote ni kwa sababu ana lile hitaji la kuonyeshwa ya kwamba anapendwa, na anahisi ya kwamba hakuna mtu ambaye anampenda katika maisha yake. Na anapojihisi ya kwamba hajapendwa, ndio unaona anafanya kila kitu chenye anafanya ili watu wajue ya kwamba huyo mtu yuko pale. Nataka tuelewe ya kwamba kuna mtu ambaye anatupenda. Upendo ni kitu maalum katika maisha ya mwanadamu. Inasemekana ya kwamba mtu ambaye anajihisi amependwa katika maisha yake, kuna vitu fulani ambavyo vitaonekana ndani ya maisha yake, kwa sababu anahisi ya kwamba anapendwa. Mtu ambaye anajihisi ya kwamba anapendwa, au mtu ambaye anaonyesha upendo, wanasema ya kwamba huyu mtu anaishi maisha ya furaha kuliko wale watu ambao wanajihisi ya kwamba wachapendwa. Kwa hivyo utakuta anapoishi anafurahia, kwa sababu anajiona ya kwamba yeye ni mtu maalum. Amen. Kwa sababu anajihisi ya kwamba yeye anapendwa. Mtu ambaye anapendwa katika maisha yake anaishi maisha ya kutia moyo. Yeye anapotembea anajitia moyo, anajihisi ya kwamba yeye anakuwa encouraged kwa sababu yeye anapendwa katika maisha yake. Lakini mtu ambaye hajihisi ya kwamba anapendwa, wanasema ya kwamba ni mtu ambaye anakuwa na uchungu, depression katika maisha yake, kwa sababu anajihisi kana ya kwamba hakuna mtu ambaye anampenda maishani mwake. Kuna mtu ambaye alikuwa anasema ya kwamba watu ambao wanajihisi ya kwamba wanapendwa wanaishi miaka nyingi kuliko wale ambao wanajihisi ya kwamba hawajapendwa maishani mwao. Unapokuwa na mtoto na huyu mtoto ajihisi ya kwamba anapendwa katika maisha yake, vile nimesema, mwanadamu anakuwa na furaha. Hata huyu mtoto atakuwa na furaha, na atakuwa ni ya kwamba ako calm katika maisha yake. Hakuna kitu ambacho kinamsumbua. Atakuwa na amani katika maisha yake, kwa sababu anajihisi ya kwamba yeye amependwa. Amen. Kuna mtu ambaye alisema na aliandika kitabu kuhusu lishe bora, kwamba mtu anapokula chakula mzuri anaishi miaka nyingi. Lakini nataka uone vile huyu mtu anasema, wale watu ambao wanajihisi ya kwamba hawajapendwa, wanasema ya kwamba wanakufa kwa haraka, kwa sababu hawaoni maana ya kuishi. Kuna vitu vingi ambavyo vinaua, lakini wanasema kile ambacho kinaua zaidi ni mtu kujihisi ya kwamba hajapendwa katika maisha yake. Na kwa nini mtu anajihisi ya kwamba yeye hajapendwa katika maisha yake? Na kwa sababu tunaona upendo kwa njia ya ulimwengu. Ulimwengu unaona upendo kama ni hisia. Wakati unajihisi
katika maisha yako, unaona ya kwamba ni upendo, lakini upendo hauendi na hisia. Amen? Upendo ni uamuzi. It's an action. Na neno la Mungu linatuambia kuhusu upendo kwa njia nyingi. Kwa sababu upendo ni action, sio hisia ambayo wewe unajihisi katika maisha yako. Usiende na hisia. Wakati mwingi kwa sababu ya mwanadamu dhambi ambazo amefanya katika maisha yake, anakuwa na zile feelings ya zile vitu ambazo amefanya, na anaona ya kwamba hakuna mtu ambaye anampenda kwa sababu ya yale mambo ambayo alitenda. Unajihisi ya kwamba haujapendwa. Na Mungu anaposema ya kwamba anakupenda, hakupendi kwa sababu ya yale mambo ambayo umetenda. Anakupenda kwa sababu ameamua kukupenda. Anakupenda kwa sababu anaona ya kwamba wewe ni mtu maalum maishani mwako. Na kwa sababu anaona wewe ni mtu maalum, anakuja kwako na anakuambia ya kwamba ninakupenda. Sio zile hisia ambazo unajihisi katika maisha yako. Sio yale mambo ambayo unaona yanatendeka kwako. Wakati mwingine unaweza kupitia kwa hisia, na hisia inasema tofauti na vile ukweli ulivyo. Ukweli ni ya kwamba Mungu anakupenda. Na kwa sababu Mungu anakupenda, anasema ya kwamba nimekuvuta kwa upendo. Na kwa sababu nimekuvuta kwa upendo, kuna kitu ambacho alisema katika yale maandiko ambayo tumesoma. Anasema mara ya pili nitakuchenga nawe utachengwa. Amen. Ya kwamba mara ya pili nitakuchenga na wewe utachengwa. Huyu ni mtu ambaye alikuwa anajihisi maishani mwake kwa sababu ya yale mambo alikuwa anapitia ndani, ya kwamba hakuna mtu ambaye anamjali, lakini Mungu anasema ya kwamba kwa mara ya pili nitakuchenga na wewe utachengwa. Kwa hivyo sio hisia ambazo unahisi, lakini ni hatua ambayo Mungu anafanya, ya kwamba anakuchenga na wewe utachengeka. Wewe kama kuna yale mambo ambayo unapitia ndani maishani mwako, na unaona kana ya kwamba hakuna mtu anayekuchali, Mungu anasema ya kwamba nitakuchenga. Hata unapoona maisha yako yameharibika, huyu Mungu kwa sababu ya upendo ambayo yuko nayo kwa ajili yako, anasema nitakuchenga. Amen. Lafa anasema ya kwamba Bikira wa Israeli, mara ya pili utapambwa kwa matari yako, nawe utatokea katika mchezo yao wanaofurahia. Amen. Wewe utapambwa. Na wakati unapopambwa, anasema ya kwamba utatokea pale kwa mchezo wale watu ambao wamepambwa. Jana nilikuwa nimeenda kwa mkutano fulani. Kuna mchungaji ambaye alikuwa anaombea watoto wake. Na ninapoenda pale, ikawa kuna wazo ambalo lilikuwa linakuja tu kwa akili zangu kuhusu huyu mama Hana. Hana, kuna wakati ambapo alikuwa hana amani katika maisha yake, na kwa sababu alikuwa anatamani mtoto, lakini hakuwa anapata mtoto. Hata
mume wake kama alikuwa anamwambia anampenda, hata kama anamfanyia yeyote ambaye anamfanyia, Hana katika maisha yake alikuwa anajihisi ya kwamba hajapendwa. Hata mume wake akawa anamuuliza, mimi simaanishi kwako kuliko hata watoto wote, lakini yeye katika maisha yake alikuwa anajiona hajapendwa. Na wakati mmoja walipokuwa kanisani, Hana akaamua aende amtafute Mungu. Kwa sababu hana amani, akaanza akajimimina mbele za Mungu, akiwa na mzigo ndani ya moyo wake. Mzigo ilikuwa ni ya kwamba, Mungu, nataka unibariki. Hana alikuwa anapotembea kwa watu, kwa sababu watu wako na vitu na yeye hana kitu. Watu wanapoenda wana watoto wao, wanafurahia na watoto wao, lakini yeye hana mtoto. Hana yule mtu ambaye anaweza kumfurahisha. Akaenda kumwomba Mungu. Amen. Alipomwomba Mungu, na kwamba Mungu alimsikia. Na Mungu alipomsikia, ikawa ya kwamba sasa Hana anasema kitu fulani hapa. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 2, neno la Mungu linasema, naye Hana akaomba akasema, moyo wangu wamshangilia Bwana, pembe yangu imetukuka katika Bwana. Kichwa changu kimepanuka juu ya adui zangu, kwa kuwa na ufurahia wokovu wake. Amen. Sasa Hana alipochipiwa ombi lake, alikuwa hana amani katika maisha yake. Lakini hapa anasema ya kwamba moyo wangu unamshangilia Bwana. Sasa anaona ya kwamba kuna sasa kitu ndani ya maisha yake, mpaka anaanza kumshangilia Mungu kwa sababu ya yale ambayo Mungu amefanya. Na anasema ya kwamba pembe yangu imetukuka katika Bwana. Sasa yuko na pembe. Na pale mwanzo alikuwa hana pembe. Yeye angeinuka mbele za watu, yeye angesema kitu mbele za watu, kwa sababu ya hali ambayo alikuwa nayo. Lakini huyu Mungu anasema ya kwamba nitakuchenga na wewe utachengeka, kwa sababu ninakupenda na upendo usio na mwisho. Kwa hivyo Hana akachengwa. Anapochengwa sasa anatembea akisema ya kwamba sasa pembe yake imeinuka. Wapendwa, nataka tuelewe ya kwamba huyu Mungu anatupenda. Huyu Mungu anatujali. Huyu Mungu hata kama uko katika hali ngumu, ya kwamba unaona kana ya kwamba mambo sio mema maishani mwako, huyu Mungu anakupenda na anasema ya kwamba nitakuchenga. Hana alichengwa akachengeka. Kwani akawa anatembea akiwa na furaha kwa sababu Mungu amemtendea katika maisha yake. Nataka tuelewe ya kwamba huyu Mungu anatupenda na upendo wa milele. Na anapotupenda na upendo wa milele, ni ya kwamba anatuchenga ili tukapate kuchengeka. Upendo wa Mungu unaonekana namna gani?
Naposema ya kwamba huyu Mungu anakupenda, na kwamba huyu Mungu anakuja na anajidhihirisha katika maisha yetu, hata kama tulikuwa hatuna. Paulo anatuambia kuhusu upendo anapoandikia kanisa la Wakorintho, na anawaambia kuhusu upendo wa Mungu. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza, mlango ni wa 13, mstari wa 4 hadi mstari wa 7. Kitu cha kwanza anasema ya kwamba upendo uvumilia, na kwamba yale mambo yote ambayo mwanadamu anamfanyia Mungu, mambo yote ambayo wewe umefanya kinyume cha Mungu, lakini kwa sababu Mungu anakupenda, ya kwamba yeye anavumilia na wewe. Na kwa nini anavumilia na wewe? Na kwa sababu anakupenda na anataka ukabadilike katika maisha yako. Love is kind. Upendo ni wa huruma. Kwa sababu ya ule upendo ambao Mungu ako nao, ya kwamba anakuhurumia maishani mwako. Kuna yale mambo ambayo tunapitia ndani. Hata Waisraeli walipokuwa wanaenda Misri, kwa nasema ya kwamba kama Mungu hangekuwa upande wetu, tungeangamia. Amen. Hata wewe katika maisha yako, kama Mungu hangelikuwa upande wako, wewe ungeangamia. Kwa yale mambo yote ambayo alikuwa anafanya. Kwa nafika wakati wana wa Israeli wanafanya mambo ambayo ilikuwa inamchukisa Mungu. Mpaka anafika mahali anaambia Musa, mbona nisiangamize hao watu wote na nianze kisasi kingine kupitia kwao? Lakini Musa anafika mahali anamwambia Mungu, ukiangamiza hao watu, wale wenye wamesikia yenye umetenda watasema namna gani? Kwa hivyo inakuwa ya kwamba anavumilia pamoja na wao kwa sababu anawapenda. Mungu anavumilia na sisi kwa sababu anatupenda. Na inafika wakati ya kwamba tunapoendelea kuvumilia, tusipokeuka, Mungu atatuangamiza kwa sababu anatupenda. Amen. Kitu kingine cha upendo, Paulo anasema ya kwamba love does not seek its own. Upendo haujitafutii. Naposema ya kwamba Mungu anakupenda, sio kwamba yeye amejitafutia kwa sababu ya hiyo, lakini kupitia kwa ule upendo anatafuta uzuri wako, anakutafutia wewe kwa sababu anakupenda. Hivyo ndivyo huyu Mungu wetu alivyo. Anatutafutia sisi kwa sababu anatupenda, ajitafutii yeye mwenyewe. Love does not think evil of others. Upendo hauangalii mabaya ya wengine. Kwa hivyo kwa sababu ya ule upendo, angalii yale mabaya ambayo unatenda, lakini anawachana nayo. Ndio anasema ya kwamba love bears all things,
kwa sababu ya upendo anavumilia mambo yote. Alafu anasema love hopes all things. Love endures all things. Nataka tuelewe ya kwamba kwa sababu ya ule upendo unavumilia yote, na upendo unatazamia yote mazuri, kwa sababu Mungu anatupenda. Amen. Katika maisha yetu nataka tuelewe ya kwamba Mungu anatupenda, na Mungu anataka ya kwamba tukapate kuwa watu wa upendo na watu wa kupeana upendo, ili ya kwamba tukuwe watu ambao tunaumba upendo mahali ambapo hakuna upendo. Upendo una mambo mengi mazuri katika maisha yetu, na hayo ndio Mungu anataka tukue nayo. Kuna tofauti kama mtu hapendi, ya kwamba yeye anakuwa mtu wa kuchukia. Na neno la Mungu linatuambia kuhusu chuki. Chuki itakuja, mwisho wake ni kifo. Kama mnasoma, andika mahali fulani uende ujisomee nyumbani. Katika kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 2, 6 na 13. Wale watu ambao ni wachuki, maybe tusome pamoja Warumi mlango wa 8 mstari wa 2. Kwa sababu sheria ya roho ya uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Paulo anasema kuhusu sheria ya dhambi na mauti. Sheria ya dhambi na mauti ndio hiyo sheria au hiyo roho ya chuki ambaye inakuwa ndani ya mtu ambaye hapendi. Alafu anatuelezea kitu kingine, mstari wa 6 na mstari wa 13. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Yule mtu ambaye hapendi ndio yule mtu ambaye ana hiyo nia ya mwili. Mstari wa 13, kwa maana kama tukiishi kwa kutafuta mambo ya mwili, mwataka kufa, bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa roho, mtaishi. Amen. Ya kwamba aidha utaishi ama utakufa. Lakini nguvu za upendo ni uzima. Amen. Nataka tuelewa upendo huu wa Mungu jinsi ulivyo. Upendo wa Mungu ni upendo ambao Mungu anapeana kila kitu alicho nacho. Na ndiposa kwamba kila wakati unapoenda bado anakupatia. Huyu Mungu wetu anatupenda. Nenda kwake atakupatia. Ndiye anasema kwamba ninakupenda na upendo usio na mwisho. Upendo wa Mungu ni upendo wa kujitolea, sacrificial
love. Yeye alijitolea kwa ajili yetu. Upendo wa Mungu is unconditional. Upendo wa Mungu it's eternal. Na lastly, upendo wa Mungu unatia moyo, it's comforting katika maisha yetu. Ya kwamba mtu ako pale mwenye anakuona katika hiyo hali yenye uko ndani, na anakuja anakutia moyo. Amen. Kwa sababu anakupenda. Wewe kama mtu anaweza kuwa kama Hagar. Wakati Hagar alikuwa amefukuzwa, ameenda kule jangwani, na anapokuwa jangwani anakuwa mtoto wake hana chakula, hana maji, na pale jangwani hakuna chochote. Nataka uone huo Mungu ambaye anakupenda unapokuwa kwa hali ngumu kama hiyo. Yeye yuko pale, mtoto analia, na anashangaa atampatia nini huyo mtoto. Kwa hiyo akaamua akamwacha mtoto pale kando, akaenda akaketi mahali pengine. Na wakati ameketi pale pengine, anasema ya kwamba sitaki nimuone mtoto wangu akifa. Ndio mtu unaweza kuwa katika hali ngumu maishani mwako, na unashangaa nitakuwa namna gani. Wakati yuko pale anasema sitaki nimuone mtoto wangu akifa, Mungu anainuka na anamwambia, angalia pale kando kuna maji, pelekee mtoto wako kunywa. Amen. Katika hiyo hali ngumu yenye uko nayo, huyu Mungu mwenye anakupenda ni kwamba ana suluhisho kwa hiyo shida yenye unaona uko nayo. Hiyo hali ambayo unaona ya kwamba ni ngumu. Bwana Hagar alikuwa katika hali ngumu maishani mwake. Kupitia kwa upendo wa Mungu ni ya kwamba analeta suluhisho katika maisha yako. Wewe kama unaniangalia na unashangaa ya kwamba Mungu ananipenda namna gani? Kama Mungu ananipenda, mbona ninapitia kwa haya mambo ambayo ninapitia ndani? Mungu anakupenda na anasema atakujenga. Amen. Kuna mengi ambayo mimi Mungu amenipitisha ndani maishani mwangu, na yote yamenifundisha ya kwamba huyu Mungu ako pale kunichenga kwa sababu ananipenda. Nataka umuone Mungu ambaye anakupenda katika hali ile ngumu yenye uko ndani. Vile wana wa Israeli walikuwa katika hiyo hali ngumu maishani mwao, lakini Mungu anakuja anasema ninakupenda na upendo wa milele. Nataka uone Mungu anakupenda na upendo wa milele. Nataka uone Mungu akikuchenga katika maisha yako na wewe utajenga. Kama amekuelezea wakati tulikuwa tunajifundisha Bible study kuhusu wale watu tulikuwa tunaomba na wao kwa simu. Kwa nyumba, wakati mimi niko kwa evening devotion yangu, ninawapigia simu, naambia waje tusome Biblia. Tunasoma Biblia pamoja na tunaomba pamoja, na Mungu kupitia kwa upendo wake amewausha hao wapendwa. Nataka uelewe ya kwamba Mungu anakupenda, na kupitia kwa upendo wake anaweza kukuisha kwa yote ambayo naweza kuwa unapitia ndani maishani mwako. Hebu tusimame. Katika hiyo hali yote ambayo uko ndani, Mungu anasema ya kwamba ninakupenda
na upendo wa milele. Wewe kama kuna yale mangumu ambayo umekuwa unapitia ndani maishani mwako, na unashangaa kwamba Mungu ananipenda namna gani? Kuna mtu yeyote ambaye ananijali? Mungu anakupenda na upendo wa milele na anakujali. Hebu tuombe. Baba, ni asante kwa sababu wewe ni Mungu wa upendo. Nakushukuru kwa sababu ya kila mmoja wetu, na kwamba kuna yeyote ambaye anapitia kwa uchungu maishani mwake, umetuumba ili tukapate kujihisi ya kwamba tunapendwa. Na wewe kama kuna yeyote hapa ambaye hajihisi ya kwamba anapendwa maishani mwake kwa sababu ya yale mambo ambayo anapitia ndani, na kuomba hivi sasa ukapate kujidhihirisha katika maisha yake. Yule ambaye anaona kana ya kwamba anapomoroka, unasema ya kwamba nitakuchenga nawe utachengeka. Naomba ya kwamba mfalme ukapate kumchenga ili aone sifa zako maishani mwake. Vile Hana alivyochengwa, naomba ukapate kumchenga mtu. Vile Hagar alivyochengwa, naomba ukapate kumchenga mtu. Yote ambaye anahitaji maombi hapa, kuna yale mambo ambayo unapitia ndani na unashangaa kama enyewe kuna mtu ambaye anakupenda. Nataka tu Mungu akapate kudhihirisha upendo wako ndani ya moyo wako, na unataka tuombe pamoja na wewe ili Mungu akapate kudhihirisha upendo wake kwako. Nesa inua mkono wako juu, tuombe pamoja katika jina la Yesu Kristo. Baba, nakushukuru kwa sababu ya mikono zote ambazo zimeinuliwa. Tazama, wana hofu moyoni yao ya kwamba kuna mtu ambaye anawapenda katika hiyo hali ngumu maishani mwao. Ninaomba ya kwamba mfalme ukapate kudhihirisha upendo, kwa sababu umesema unatupenda na upendo milele. Baba, naomba ya kwamba ukapate kumchenga kwa ile hali ambaye anaona kama imepomoka, ili akapate kuchengeka. Ukapate kumvalisha mahali ambapo anaona aibu, ili akapate kutembea katika urembo wako. Naomba ukambariki kila mmoja, ukamuinue kila mmoja. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Bwana.